Marekani yatuma wanajeshi 200 nchini Nigeria ili kuimarisha operesheni za kupambana na magaidi. Hatua hii inakuja wakati hali ya usalama nchini Nigeria katika mikoa ya kaskazini mashariki imekuwa tete zaidi. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa nchi hiyo imetuma wanajeshi 200 nchini Nigeria ili kuongeza idadi ya timu ndogo zilizoko tayari ili kusaidia kutoa mafunzo, mwongozo wa kiufundi na kushirikiana katika mashambulizi dhidi ya magaidi na makundi ya uhalifu wa silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, wanajeshi hawa wa Marekani watashirikiana na vikosi vya Nigeria katika mafunzo ya kijeshi ya mstari wa mbele, mbinu za kijasusi na operesheni za kushughulikia magaidi. Hatua hii ni jitihada inayolenga kuimarisha ufanisi wa kikosi cha Nigeria kinachokabiliwa na mashambulizi makali ya Boko Haram na kundi la Islamic State ambalo limekuwa likihatarisha maisha ya raia na kusababisha maelfu ya vifo na wakimbizi ndani ya nchi. Mataifa ya Afrika Magharibi yamekuwa yakishuhudia kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi, uvamizi wa kijeshi wa mara kwa mara na kuenea kwa silaha haramu. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema uwepo wa wanajeshi wa kigeni unaweza kuimarisha mikakati ya kupambana na magaidi, lakini pia unaongeza mashaka ya kisiasa na hofu ya raia kuhusu uwepo wa nguvu za kigeni kwenye ardhi yao. Tayari familia na wakazi katika miji ya kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasimulia hofu ya kudumu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Kuongezeka kwa wanajeshi hao Marekani wanasema ni jaribio la kukabiliana na hatari hiyo, lakini wanadai operesheni lazima iende sambamba na uhakikisho wa usalama wa raia, ukaguzi wa kimataifa na uwazi wa kisiasa. Serikali ya Nigeria haijatoa maelezo ya kina juu ya idadi ya wanajeshi wa kigeni waliopo au mpangilio wa operesheni, lakini hatua hii inaashiria ushirikiano endelevu kati ya Marekani na Nigeria katika kuhakikisha usalama wa kikanda, hasa dhidi ya magaidi wanaoendelea kuharibu maisha ya mamia ya maelfu ya raia. Wataalamu wanashauri kuwa operesheni hii, ikiwa itatekelezwa vizuri, inaweza kuwa hatua kubwa zaidi kudhibiti ugaidi katika mikoa, lakini pia wanatoa wito wa tahadhari ili kuhakikisha kuwa raia hawapigwi katika mchakato wa kijeshi na wanapewa ulinzi wa kisheria na kibinadamu.